kansa tofauti katika mwili, kwa sababu katika usomaji wa kansa tutakuja kuona ya kuwa kansa inaenea sana kwa mwili ambao umejaa acidity, mwili ambao uko na acid nyingi sana, unaenea na kushamiri sana. Hivyo basi vitamini hii ya A ina neutralize na pia inapambana na inasaidia the platelets, the white blood cells ama chembe nyeupe ambazo ni askari wa mwili kuweza kupambana na kansa ambazo zinatokea katika mwili. Hivyo basi marafiki wapendwa, haya ni masomo ya vitamini na natumai tumezidi kupokea na tutazidi kuendelea. Hivyo basi leo ningependa pia tushughulikia mambo kadhaa ambayo pia yanafanya watu wawe na afya ambayo imezorota ama wawe na shida za kimwili, na ningependa tusome mambo kuhusu mwanadamu wa sasa, the modern man. Na katika hali ya mfumo ya ulimwengu, ingawaje haya si ya Biblia, wasomi wanasema ya kuwa kuna theory kadhaa ambazo zinaprove wanadamu walikuwepo, ingawaje hizi si theory ambazo ziko na uwima wa Biblia. Hapana, hatuhubiri hizi. Mmoja anasema ya kuwa wanadamu walitokea katika ama wali-evolve kutoka wanyama ambao wanaitwa manyani, sijui nitaweza nini, apes, ngema. Hivyo basi wakasema mwanadamu huyo katika zamani zile alikuwa hata anatembea kwa mikono minne, alikuwa hata anakula kila chakula, alikuwa ni kama mnyama, alikuwa anakula hata wanyama wakiwa hajawapika, hakuwa bado amegundua mambo ya moto. Hii ni historia ambayo tunaisoma, lakini ina uongo mwingi sana. Ati mwanadamu huyu akafanya kitu inaitwa evolving, yaani akaanza kutoka kwa nyani yule, akawa anasimama kidogo, akawa sasa anafikiria, akawa sasa hata anaweza kutengeneza mioto. Mwanadamu huyu sasa ikafikia mahali sasa akaanza kufuga wanyama, akaanza na mbwa, akaanza tena na kondoo. Tena mwanadamu huyu baada ya kula matunda ambayo ni ya mwitu, akaanza kuangusha mbegu hizo na zikamea. Hivyo ndivyo walisema. So kulingana na wao, si ya Biblia wala msimamo wangu, kulingana na hao ambao wanasupport hizo theory, wanasema kwa sasa mwanadamu yuko anaitwa Homo sapien. Hao ni wanasayansi. Wakisema huyu mwanadamu kwa jina la Homo sapien ni mwanadamu ambaye anafikiria, mwanadamu ambaye is a thinking man, anatoa ideas, mwanadamu ambaye sasa anaboresha maisha yake. Hafikirii chakula leo, bali mwanadamu ambaye anafikiria chakula ambacho atakula leo, kesho na siku zijazo. Lakini sikiza hapa, mwanadamu wa sasa hivi ambaye sasa mimi sitamuita Homo sapiens kwa sababu siamini hiyo theory hata kidogo, siungi mkono. Huo ni mfano tu nimetumia katika sentensi. Mwanadamu wa siku hizi hakika amesema ya kuwa amekuwa na ujuzi na ujanja mwingi hata katika mambo ya ulaji na unywaji. Na ndiposa tukiangalia tunaona ya kuwa kwa sababu watu wamekuwa wakienenda katika mienendo ambayo haifai katika ulaji, tumepata magonjwa ya kisasa yanaitwa lifestyle diseases. Utafiti huo ambao nausoma na ufundisha hapa umefanywa na daktari mmoja katika shule kuu ya Marekani ama university za Marekani. Ni daktari ambaye katika miaka mingi sana, he is based in America. Na katika historia yake anasema hivi, alikuweko wakati Amerika haikuwa bado ina modernization mingi sana, yaani bado watu walikuwa katika miaka ya 60, miaka ya 40 hivi, watu bado hawakuwa wamevumbua njia kadhaa za kutengeneza milo. Yani andũ marĩaga irio ciao cia mĩgũnda itarĩ njĩkĩre madawa maingĩ, marĩa irio cia mĩgũnda itarĩ na thumu mũingĩ. Hivyo basi mwanadamu wa sasa hivi anasema yeye mwenyewe ana ufahamu wa juu sana, ana elimu ya juu, lakini katika magonjwa ni yameongoza. Na katika pale Amerika wanasema ya kuwa more than 65% ya wakaaji wa nchi hiyo ambao ni superpower wako na shida ya obesity. Inasemekana ya kuwa katika magonjwa ya kisukari kwa sababu ya ulaji mbaya, sikiza, vyakula ambavyo vimejazwa masukari, vyakula ambavyo vimejazwa mafuta, vyakula ambavyo vina chumvi nyingi, vyakula yani kula hata bila kiasi, yamefanya nchi hiyo hata ikiwa ni yenye nguvu imeongoza katika magonjwa haya ya lifestyle diseases. Sasa sikiza mpendwa rafiki,
Usione ya kuwa mambo kama haya ni vyole, kama mambo haya tu ni mambo yako mbali na sisi. Hata hapa kwetu sisi Waafrika tumeanza kupata haya magonjwa ambayo kitambo